Kama kuna hizi dalili ambazo unazipata, basi ujue madhara ya masturbation yameshaanza kukutokea. Yani kama ulishafanya masturbation kwa muda mrefu, ni kujichua kwa muda mrefu na ukaanza kuhisi hizi dalili, ama kuna vitu vimeanza kukutokea. Mfano dalili hizi hapa. Unapoenda kujisaidia haja ndogo ama haja kubwa, mwishoni lazima utatoka na manii, yani utatoka na zile mbegu za kiume. Sasa jua tayari umeshaanza kuathirika taratibu kabisa na masturbation. Kama unaendelea kufanya masturbation, basi acha ili kuepuka ili tatizo lisiendelee zaidi. Lakini pia dalili ya pili, kupata maumivu wakati unaposhiriki tendo la ndoa. Katika misuli ya uume unakuwa kuna maumivu makali ambayo unakuwa unayapata. Ama unapomaliza kushiriki tendo la ndoa, basi unapata maumivu makali katika mfumo mzima wa uzazi wako wewe mwanaume. Yani kuanzia katika uume wenyewe mpaka katika sehemu za korodani unakuwa unapata maumivu. Hizi zote ni dalili ambazo zinatokana na masturbation. Unaposhiriki sana masturbation kwa muda mrefu, dalili hizi lazima zitakutokea tu. Dalili nyingine ambayo umeanza kuathirika na masturbation ni kushindwa kushiriki katika tendo la ndoa. Unapokutana na mwenza wako katika kushiriki tendo la ndoa, lazima uweze kuona kuna udhaifu fulani ambao unakuwa unaopata. Aidha ya kutokuweza kurudia tena mara ya pili, ama unaweza kukuta unashiriki lakini hauna uume, unakuwa hauna ile power ambayo inayohitajika. Yani uume unakuwa sio strong kama vile inavyohitajika. Hizi zote ni effect ya masturbation. Na kama nikukumbushe, kama ni mfanyaji wa masturbation, hebu acha hiyo masturbation kwa sasa hivi, alafu hebu angalia afya yako inaendaje. Unapokuwa unafanya sana masturbation kwa muda mrefu, vitu ambavyo vinaathirika katika mfumo wa uzazi wako ni vitu vitatu. Cha kwanza ni hormone ya testosterone kuwa inashuka sana. Cha pili ni mishipa ya damu inayopeleka damu katika mfumo wa uzazi kuwa inasinyaa na kuweza kukusababishia wewe kutokupeleka damu inavyohitajika katika mfumo wa uzazi, na hivyo inakusababishia wewe kukosa ile hamu ama ya kushiriki tendo la ndoa. Ya tatu ni misuli ya uume kuwa inasababisha kwamba mwanaume anasimama lakini anakuwa sio strong, lakini pia vile vile inakusababishia wewe uume kusinyaa na kuweza kurudi ndani, yani maumbile kuwa ni madogo sana. Sasa hizi zote ni effect za masturbation. Kumbuka vizuri zaidi kwamba unapoenda kujisaidia haja ndogo ama haja kubwa, unatokwa na manii, mwishoni na manii yanakuwa yanatoka, jua umefika katika hatua mbaya sana. Haitajiki hiwe hivyo, na hakuna binadamu ambaye anatakiwa iwe hivyo. Lakini sasa ukijiona na tatizo hilo ama umeona umefikia katika hatua hiyo, basi acha mara moja kufanya masturbation, anza kuangalia afya yako inaenda vipi. Tafuta tiba itakayoweza kumaliza changamoto zako. Mimi nina tiba nzuri sana ambayo tayari nimeshajiandaa kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto kama hizo. Changamoto ambazo zinawakuta wanaume ambao wanapoenda kujisaidia haja ndogo kutokwa na manii ama haja kubwa kutokwa na manii. Tatizo la kutokushiriki vizuri katika tendo la ndoa, maumivu wanayoyapata makali katika sehemu za korodani, tatizo la hernia, tezi dume na matatizo haya ya nguvu za kiume. Hebu nitafute niweze kukupatia tiba ambayo itakaweza kumaliza changamoto zako. Kuna tiba nzuri na ni bora na inaweza kumaliza tatizo lako kwa muda mchache sana, ambao kujikuta upo vizuri daima. Sasa inafikia wakati wewe mwenyewe unaweza kujikuta kwamba unamuogopa mwanamke kushiriki naye kwa sababu na unaona kabisa hapa mimi naenda kufedheheka. Lakini kwa sababu tiba ipo, basi haina shida, kunitafute. Namba zangu za simu jumlisha 255 752 16 38 38. Usisahau kunifollow, nitakufollow back. Like, comment, share. Acha swali lako katika comment section, nitakujibu vizuri tena ipasavyo kabisa. Mimi ndio mtaalamu wako ninayekushauri kila siku. Nikutakie siku njema, nikutakie kila la heri.